mafanikio ya watu wote katika dunia hii. 7 ni alama ya 7. 7 takuelekeza 7 ni kitu gani? 7 ni alama ya matumaini, utimilifu kwa ukamilifu wa jambo. 7 ni alama ya matumaini, utimilifu kwa ukamilifu wa jambo. 7 ni alama ya matumaini, utimilifu kwa ukamilifu wa jambo. Namba 1, ulimwengu uliumbwa siku 6. Siku ya 7 Mungu alitimiliza utimilifu wake. Kasome Mwanzo 2:1-4 na Waebrania 4:4-11. Ulimwengu uliumbwa siku 6. Siku ya 7 Mungu alitimiliza utimilifu wake. Mwanzo 2:1-4 na Waebrania 4:4-11. 7 ni alama matumaini, utimilifu kwa ukamilifu wa jambo. 2, ulimwengu utatumika miaka 6,000. Mwaka wa 7,000 utatumika kwa utimilifu wa ukamilifu kwenye kambi ya watakatifu. Ufunuo Yohana 20:4 na Ufunuo 20:7. Ulimwengu tunaoishi leo miaka 6,000 tutakuwepo hapa. Utimilifu ukamilifu wa ulimwengu huu, hema ya ushuhuda mbinguni, kambi ya watakatifu kushuhudia mbinguni hapa, ni kwenye kambi ya watakatifu. Yesu anapokuja mara ya pili atawachukua wao waamini yeye na yeye Yesu waamini Yesu na sheria zake, amri zake, utaratibu wake wa Mungu, na kuingia katika hema, kambi ya watakatifu, kujishuhudia wao wanastahili kuingia katika ulimwengu unaokuja. Utimilifu wa ukamilifu wa jambo wa dunia hii miaka 1,000 itatimia katika hema ya watakatifu, kambi ya watakatifu. Ulimwengu utatumika miaka 6,000. Ulimwengu tunaishi sasa, wakina Pastor Makerubi na mitume na manabii na watu wote katika dunia hii, tutaikamilisha dunia hii katika kambi ya watakatifu miaka 1,000 katika kitabu cha Ufunuo Yohana 24. Kasome Ufunuo Yohana 24 na Ufunuo Yohana 27. Namba 3, katika ulimwengu ujao, ulimwengu mpya, hata leo sasa kuna makerubi na mitume wa Biblia leo, itakuwa kila siku ya 7 tunakutana na Mungu, tunaongea na Mungu, tunakwenda kuangalia jinsi gani Mungu aliumba dunia hii, tunaenda kuongea madhambi zetu, tunaenda kuomba uhai wetu Mwenyezi Mungu, tunakutana Mwenyezi Mungu kutoa matatizo yetu, kuabudu pamoja na yeye, kwa sababu Mungu alituma wanadamu tuweze kutawala dunia hii. Ndio ilikuwa lengo, lakini baada ya shetani kuiteka dunia hii, leo Mungu ameahirisha, amekwenda kuandaa ulimwengu mwingine. Lakini ili tuweze kushinda ulimwengu huu, tunakutana Mwenyezi Mungu kila siku ya 7. Siku hiyo tunafanya shughuli zetu. Siku ya 7 tunaonana na Mwenyezi Mungu, na kisha anatubariki, anatuepusha na mabalaa ambayo katika dunia hii. Kuna viumbe ambavyo sisi tuvieni, alitueleza katika imani twende katika kuona kuna viumbe vilivyoko hapa, hivyo tukutane naye, lakini tutakwenda kumshuhudia kwenye kambi ya watakatifu kama tukiingia katika ulimwengu ujao. Kwa hiyo kila siku ya 7 tunakutana na Mungu katika Isaya 66:22-24, na tueleza jinsi gani tunaendelea kukutana na Mwenyezi Mungu katika ulimwengu ambao Mungu amekwenda kutuandalia baada ya huo kutekwa na yule aliyekujifanya kwa mbali eti ampindue Mungu, anaitwa Lucifer au shetani au ibilisi au mashetani. Hao ambao watakupiga mbingu, ulimwengu unaopita, ulimwengu wa kuelekea mahala huko ambako Mungu kabla ya kutengeneza dunia hii alikuwa akiishi na kiumbe hicho katika kumpindua. Leo hii amekitupa hapa, tunaishi nasi na tunaweza tumeshika dunia hii, na Mungu akairisha, akaenda kuandaa ulimwengu mwingine. Na ndio maana akasema ulimwengu huu katika Isaya 24:3 utafanya tupu kabisa na kuharibiwa kabisa, kiama cha kuifuta dunia hii, ambacho Mungu amesema atakwenda kuandaa dunia nyingine. Lakini tuendelee kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwa sababu dunia hii tunaalikwa kuishi hapa, kutawala hapa, lakini hapa si petu, tuendelee
katika ile Mwanzo 2:1-4 anaelezea habari ya kukutana naye Mwenyezi Mungu katika uwezo wake kila siku ya saba. Saba ni alama ya matumaini, utimilifu wa utimilifu wa jambo. Namba 4, mwanadamu wa saba Enoko alipoishwa mbinguni akachukuliwa na Mwenyezi Mungu. Yaani Enoko alikuwa ni mtu wa saba. Ndio, wala wenyewe waliishi katika haki. Wenyewe walikuwa wema. Hawakupaishwa kama Nuhu, Ibrahimu. Mungu anawashuhudia ni watu wema tu. Kina Yohana, kina Paulo, wengine wengi tu. Lakini mtu wa saba akakamilisha utimilifu kwa utimilifu wa jambo wa wanadamu. Alipaishwa na Mwenyezi Mungu. Kaangalia Mwanzo 5:21 mpaka 24. Mwanzo 5:21 mpaka 24 na Yuda 1:14. Na Yuda 1:14. Enoko mtu wa saba alipaishwa na Mwenyezi Mungu kama alama ya mtu wa saba ya utimilifu kwa utimilifu wa jambo. Namba 5, Yoshua na wana wa Israeli waliuzunguka mji wa Yeriko mara 7 kwa siku 7. Ukuta wote wa Yeriko ukaanguka chini. Yoshua 6:4. Yoshua na wana wa Israeli, kaangalia Yoshua 6:4. Yoshua na wana wa Israeli waliuzunguka mji ule wa Yeriko mara 7 kwa siku 7. Na ile siku yenyewe ya 7 wakazunguka mara 7. Yaani walizunguka mji wa Yeriko siku 7, lakini ilipofika ile siku ya 7 yenyewe ya kuabudu kukutana na Mwenyezi Mungu, wakauzunguka mara 7. Yeriko yote ikaanguka chini, alama ya matumaini kwa utimilifu kwa ukamilifu wa jambo. Namba 6, makanisa 7 na vipindi 7 vya nyakati 7 za ukombozi wa mwanadamu. Ufunuo Yohana 1:20 na Ufunuo Yohana 1:10-11. Ufunuo Yohana 1:20 na Ufunuo Yohana 1:10-11. Makanisa 7 na vipindi 7 vya nyakati 7 za ukombozi wa mwanadamu. Ufunuo Yohana 1:20 na Ufunuo Yohana 1:10-11. Makanisa 7 kuanzia kanisa la Adamu. Vipindi 7, makanisa 7 yakaja. Mungu anaita nyakati 7 za ukombozi wa wanadamu. Ambapo sasa tunakwenda kutuuliza kwenye kambi ya watakatifu na wateule ambao wanaitwa wa Biblia hizo wataonja mauti. Wataenda kukamilishwa kwenye kambi ya watakatifu. Hawa ambao wakataa kumwabudu mnyama na salamu yake watakuwa walimu wakubwa tu kwenye utimilifu wa ukamilifu wa jambo katika kambi wema ya ushuhuda mbinguni. Makanisa 7 na vipindi 7 vya nyakati 7. Kina Musa wakaja kwenye nyakati zao, kina Yesu, kina Paulo nyakati 7. Na baada ya kutoka dunia hii wakatoka watu mwaka 3 wakaanza kuhubiri. Anasema Mwenyezi Mungu 7 ni alama matumaini, utimilifu kwa ukamilifu wa jambo. Namba 7, mapigo 7, adhabu za mwisho wa dunia. Ufunuo Yohana 10:1-6 na Ufunuo Yohana 16:1-21. Mapigo 7, adhabu za mwisho wa dunia. Ufunuo Yohana 10:1-6 na Ufunuo Yohana 16:1-21. Kuna nyakati zinakuja mbele, anasema siku ya karibia kiama. Kuna adhabu zetu kama Mungu amefuta dunia hii, na ile adhabu ya 7 yenyewe itakuja mvua ya mawe, itadondosha majengo yote. Kama moja ni sawa na kilo 60. Majengo yote halitakaliwa jiwe juu ya jiwe. Majengo, dunia yote itakuwa tambalale. Anasema milima itakimbia, visiwa vitanyanyuliwa, vitatupwa kule. Pigo la 7, mvua ya mawe, dunia hii miti itakimbia, dunia itakuwa tambalale katika pigo la 7. Ili huyu Yesu anaitwa mwana wa Adamu, huyu bwana harusi
na bibi harusi walioshika sheria samani za imani ya Yesu watakapofurahi na kushangilia na kusema huyu ndiye Mungu wetu tunaongoja atusaidie katika Isaya 25:9 katika kitabu cha Isaya anayekuja anasema katika pigo la 7 hata katika ile pigo la kwanza anasema watapata majibu mabaya na maovu. Kaangalia katika ile Ufunuo ile 16 Ufunuo 16 moja mpaka 21 na katika kitabu cha Ufunuo Yohana 16 anasema hakutakuwepo na nyakati tena. 24:3 Isaya 24:3 akasema dunia hii tunayojidai tunajenga majengo marefu na tuko peponi. Dunia tulisema kitu kabisa na kuharibiwa vibaya sana. Kuna mapigo 7 atakapokuja Bwana. Siku ya Bwana mwisho wa dunia. Leo tunaabudu siku ya Bwana. Tunaabudu siku ya Sabato. Hatuabudu siku ya Bwana. Siku ya Bwana ni mwisho wa dunia, Kiyama, mapigo 7. Siku ya Bwana katika pigo la 7 na pigo 7 adhabu za mwisho wa dunia. Ufunuo Yohana 11 mpaka 6 na Ufunuo Yohana 16:1 mpaka 21. 7 ni alama matumaini, utimilifu wa jambo. Namba 8. Safina ilitua juu ya milima Ararati mwezi wa 7 siku ya 17 na siku ya 7 Nuhu akamtoa njiwa. Mwanzo 8:4 na Mwanzo 8:10 mpaka 12. Safina ya baba yetu Nuhu ya watu 8 ilitua juu ya milima Ararati ilitua juu ya milima Ararati mwezi wa 7. Ilikuwa ni mwezi wa 7 siku ya 17 na siku ya 7 ile Nuhu akamtoa njiwa. Mwanzo kasome Mwanzo 8:4 na Mwanzo 8:10 mpaka 12. Mungu anatueleza 7 ni alama matumaini. Nuhu akakimbia mahali vuguvugu siku 40. Utimilifu kwa ukamilifu wa jambo. Safina ilitoa juu ya milima Ararati. Utimilifu wa jambo kwa ukamilifu wa jambo ya safina kutoka katika ulimwengu mwingine tena kizazi kingine cha pili baada ya kizazi cha kwanza kuteketea, kikaja kizazi cha Nuhu. Cha Nuhu kikapita, kikaja kizazi kingine cha kina Bwana Yesu. Miaka 2000 ya kwanza iliishia kwenye kipindi cha safina. Miaka 2000 ya pili iliishia kwenye kipindi cha Yesu. Na maana kutoka kwa baba yetu Adam mpaka kwa baba yetu Nuhu ni miaka 2000. Kutoka kwa baba yetu Nuhu mpaka kwa Bwana Yesu ni miaka 2000. Kutoka kwa Yesu mpaka leo kina Makalumbi ni miaka 2000. Leo tunahesabu mwaka 2025, 26, 27 mpaka 2030 ni miaka 2000. Ukichukua 2000 ya baba yetu Adam mpaka kwa Nuhu, ukachukua 2000 ya baba yetu Nuhu mpaka kwa Yesu ni miaka 2000. Ukichukua kwa baba yetu Yesu mpaka kwa kina Makalumbi ni miaka 2000 na kwa miaka 6000. Leo tunatazamia kuingia katika mwaka 1000 kwenye kambi. Tuko siku za mwisho. Ni habari njema hii. Akasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 3:1 hata katika kile kitabu cha Mathayo 24:1 kuna dalili hata ilipokuwa ameketi kwenye milima ya Mizeituni Yesu akaelekeza jinsi gani siku za mwisho zitakazokuwa, na akasema nawaambia amin, kizazi hiki hakitapita hata yote yatimie, na itakuja pigo la 7. Ndugu zangu, huu ni mwanzo wa utungu. Leo tunapoona vita, matetemeko ya vita, njaa mahala, mara tsunami, mara korona, mara dhiki, mara mikutano ya kila aina, mara kazi ya teknolojia, watu wakiona maarifa yakiongezeka. Anasema leo tuna makelele tunahubiri kwenye mitandao. Habari njema hii ni kufutwa kwa dunia hii. Yatapokuja mapigo, dunia inaondoka hiyo. Nyakati za kujipanga kukaa sawa
kwa kuelekezwa jinsi gani vile Mungu atakuja mara ya pili. 7 ni alama matumaini kwa ukamilifu wa jambo. Leo tuko miaka 6,000. Anasema safina, anasema Rose, anasema safina ilitoa juu. Anasema mapigo 7 adhabu za mwisho wa dunia. Ufunuo Yohana 10:1-6 na Ufunuo Yohana 16:1-21. Na safina ilitoa juu milima ya mwezi wa 7 siku ya 17. Na siku ya 7 Nuhu akamtoa njiwa. Mwanzo 8:4 na Mwanzo 8:10-12. Namba 9, roho 7 zilizotumwa duniani. Roho 7 zilizotumwa duniani. Ufunuo Yohana 3:1, Ufunuo Yohana 1:4 na Ufunuo Yohana 4:5 na Ufunuo Yohana 5:6. Roho 7 zilizotumwa duniani. Ufunuo Yohana 3:1 na Ufunuo Yohana 1:4 na Ufunuo Yohana 4:5 na Ufunuo Yohana 5:6. Mungu alituma roho 7 akaanza na baba yetu Adamu, roho ya kwanza. Akaja na baba yetu Nuhu, kizazi kile cha Nuhu. Akaja na Bwana Yesu, roho ya Yesu ikaja roho ya mitume kina Petro, kina Paulo. Mungu alimshauri dunia hii. Leo Mungu anatuma roho ya makerubi kufunga historia ya dunia hii. Mitume wa siku za mwisho akiama anasema Mwenyezi Mungu mabibi wa harusi kama ameweka mapigo, habari njema zitahubiriwa kwa ajili ya ushuhuda ili kila mmoja apate kusikia. Mungu ameumba mwanadamu kumtii Mungu au kutokumtii. Hiari yako. Mungu ndivyo alivyofanya mapenzi yake. Roho 7 zilizotumwa duniani. Ufunuo Yohana 3:1, Ufunuo Yohana 1:4, Ufunuo Yohana 4:5, Ufunuo Yohana 5:6. 7 ni alama ya matumaini. Zinatamani matumaini utimilifu wa jambo. 7 alama ya matumaini utimilifu wa jambo. Anasema Mwenyezi Mungu. 7 ni alama ya matumaini utimilifu wa jambo. Jambo lako linakuwa limetimia. Roho 7 zilizotumwa duniani ulimwenguni hapa. Mungu akaanza na baba yetu Adamu, kizazi cha kwanza. Akaja na baba yetu Nuhu, kizazi cha pili. Akaja na baba yetu Yesu, kizazi cha 3. Leo Mungu anatumia kama kiumbe kizazi cha 4 cha mishukiao. Namba 10. Roho nabii anasema hakuna aliyeingia kwenye kambi ya watakatifu, hema la ushuhuda mbinguni. Hivyo Yesu atakapokuja mara ya pili, tutasafiri kuelekea kwenye hema ya ushuhuda mbinguni, kambi ya watakatifu kwa siku 6, kuwapitia watakatifu waliotangulia kama kina Enoko, Elia na wengineo wote. Na siku ya 7 tutaingia katika kambi ya watakatifu. Roho nabii anasema hakuna aliyeingia kwenye kambi mpaka leo. Kina Enoko, kina Elia, kina Musa na wale ambao Yesu baada ya Yesu kufufuka, na wale nao wajua wewe. Hakuna aliyeingia kwenye kambi. Wako kwenye safari zingine huko ambako shetani alikwenda kukiambia Mungu ni muuaji. Mungu akasema Mungu sio muuaji. Shetani akaja duniani baada ya dunia kuitengeneza kuumba dunia hii. Anamwona baba yetu anatoa miliki ya kutawala dunia hii. Akamdanganya mama yetu Hawa, tukampokea Ibilisi. Leo hii waliotangulia kina Elia, kina Enoko wako kwenye sayansi. Kuna hata wanasayansi wanakwambia leo kuna Jupita, kuna Mars, kuna sayansi zingine ambazo watu viumbe wa Mwenyezi Mungu. Anasema Mwenyezi Mungu ana makao mengi, kuna viumbe vingi ambavyo hao tutawapitia, tutapita kwenye zile kambi ambazo Mungu aliyosema. Shetani wakasema kwamba shetani alipokuja kuandanganya kwamba Mungu ni muuaji. Leo tutapata
tutaingia na vipofu, tutakwenda na watu wengine ni vilema. Yesu akasema ni bora uingie katika ulimwengu unaokuja ukiwa umekatwa kichwa kuliko kubaki katika dunia hii. Ni bora kupata pepo ukiwa wewe umekatika mguu, ni kipofu. Anasema utapitia katika zile sawari ambazo zinasema Mungu ni muuaji. Wataona mbona hao ni vipofu, mbona hao wamekata miguu, mbona hao wako vilema, mbona wengine ni Waafrika na kina Makerubi, wengine ni weusi na Waafrika, wengine ni wazungu. Anasema kwa sababu ya yule mwovu. Anasema kwamba kieni mwema, huyo ndiye mwovu kuwashuhudia. Tunapita kwenye sahari hizo kuonyesha kwamba Mungu sio muuaji. Mungu sifa zake ni upendo. Mungu ana upendo, anatupenda. Mungu ni upendo, Mungu ni upendo. Tutapita kwenye sahari hizo kuingia katika kambi. Anasema Mwenyezi Mungu siku 6, siku ya 7 tunaingia katika kambi. Leo na mimi nasema hakuna aliingia kwenye kambi ya watakatifu kama la ushuhuda kwenye kambi. Anasema Yesu alipokuja mara ya pili kusafiri kuelekea kwenye kambi la ushuhuda mbinguni, kuwapitia kina Enoko, kina Elia na wengine wengi wasifiwa na Yesu, na kuingia kwenye kambi ya watakatifu. Basi ninapomalizia, kwa wewe unaandika, unaweza ukaandika ukachukua peni kama unasoma ya touch au na redio mara popote duniani, kuanzia Marekani, Uingereza, Canada na dunia yote kwa ujumla. Wakati wa sasa, fungua tazama mabili mtandaoni, andika Pastor Makerubi. Unaweza kauliaulia humo kwenye Google, YouTube, angalia na uandike unayoandika, andika ufahamu. 7 na tuwapenda na siruni. Unaweza ukaandika kwa haraka, ukarekodi katika simu yako, katika redio yako, mara popote ulipo, unaweza ukarekodi. Tupo sasa teknolojia kidijitali. Unaweza ukarekodi au ukaandika kwa unaandika, akaweza kuandika. 7 ni alama ya matumaini, utimilifu kwa utimilifu wa jambo. Kwa hiyo unaandika heri kitu cha habari, andika 7 ni alama ya matumaini, utimilifu kwa utimilifu wa jambo. Namba 1, ulimwengu uliumbwa siku 6, siku ya 7 Mungu alitimiliza utimilifu wake. Andika Mwanzo 2:1-4 na Waebrania 4:4-11. Hayo ni mashahidi wa kueleza nilichokisema. Mimi ninanukuu yale ambayo Mungu aliyosema kwa uthibitisho mashahidi wawili kwamba 7 ni alama ya matumaini, utimilifu kwa utimilifu wa jambo. 1, ulimwengu uliumbwa siku 6, siku ya 7 Mungu alitimiliza utimilifu wake katika Mwanzo 2:1-4 na Waebrania 4:4-11. Namba 2, ulimwengu utatumika miaka 6,000. Mwaka wa 7,000 utatumika kwa utimilifu wa ukamilifu kwenye kambi ya watakatifu, hema ya ushuhuda mbinguni. Andika namba 2, ulimwengu utatumika miaka 6,000. Mwaka wa 7,000 utatumika kwa ukamilifu kwenye kambi ya watakatifu, hema ya ushuhuda mbinguni. Andika Ufunuo Yohana 24 na Ufunuo 27. Andika Ufunuo Yohana 24 na Ufunuo Yohana 27. Namba 3, katika ulimwengu ujao mpya, hata hewa sasa itakuwa kila siku ya 7 tunakutana na Mungu. Isaya 66:22-24 na Waebrania 4:4-11. Andika namba 3, katika ulimwengu ujao mpya, katika ulimwengu ujao mpya, hata hewa sasa itakuwa kila siku ya 7 tunakutana na Mungu. Isaya 66:22-24 na Waebrania 4:4-11. Namba 4, andika namba 4, mwanadamu wa 7 Enoko alipaishwa mbinguni akachukuliwa na Mungu. Mwanzo 5:21-24 na Yuda 1:14. Andika namba 4, mwanadamu wa 7 anaitwa Enoko. Andika mwanadamu wa 7
Andika, mwanadamu wa saba Enoko alipaishwa mbinguni akachukuliwa na Mungu. Mwanzo 5:21 mpaka 24 na Yuda 1:14. Mwanzo 5:21 mpaka 24 na Yuda 1:14. Namba 5, Yoshua na wana wa Israeli walizunguka mji wa Yeriko mara 7 kwa siku 7. Ukuta wote wa Yeriko kaanguka chini. Yoshua 6:4. Kwa hiyo andika namba 5. Yoshua na wana wa Israeli walizunguka mji wa Yeriko mara 7 kwa siku 7. Ukuta wote wa Yeriko kaanguka chini. Yoshua 6:4. Andika Yoshua 6:4. Yoshua 6:4. Namba 5 bwana. Yoshua na wana wa Israeli walizunguka mji wa Yeriko mara 7 kwa siku 7. Ukuta wote wa Yeriko kaanguka chini. Yoshua 6:4. Andika Yoshua 6:4. Namba 6. Andika namba 6. Makanisa 7 na vipindi 7 vya nyakati 7 za ukombozi wa wanadamu. Ufunuo Yohana 1:20 na Ufunuo Yohana 1:10 mpaka 11. Andika namba 6. Makanisa 7 na vipindi 7 vya nyakati 7 za ukombozi wa wanadamu. Ufunuo Yohana 1:20 na Ufunuo Yohana 1:10 mpaka 11. Andika namba 7. Namba 7. Mapigo 7, adhabu za mwisho wa dunia. Ufunuo Yohana 10:1 mpaka 6 na Ufunuo Yohana 16:1 mpaka 21. Kwa hiyo andika namba 7. Mapigo 7, adhabu za mwisho wa dunia. Ufunuo Yohana 10:1 mpaka 6 na Ufunuo Yohana 16:1 mpaka 21. Mapigo 7, adhabu za mwisho wa dunia. Ufunuo Yohana 10:1 mpaka 6 na Ufunuo Yohana 16:1 mpaka 21. Namba 8. Andika namba 8. Safina ilitoa juu ya milima Ararati mwezi wa 7 siku ya 17 na siku ya 7 Nuhu akamtoa njiwa. Mwanzo 8:4 na Mwanzo 8:10 mpaka 12. Andika namba 8. Safina ilitoa juu ya milima Ararati mwezi wa 7 siku ya 17 na siku ya 7 Nuhu akamtoa njiwa. Mwanzo 8:4 na Mwanzo 8:10 mpaka 12. Mwanzo 8:4 na Mwanzo 8:10 mpaka 12. Namba 9. Andika namba 9. Roho 7 zilizotoa duniani. Andika namba 9. Roho 7 zilizotoa duniani. Ufunuo 3:1, Ufunuo 1:4, Ufunuo 4:5, Ufunuo 5:6. Andika namba 9. Roho 7 zilizotoa duniani. Andika namba 9 hivi. Namba 9. Roho 7 zilizotumwa duniani. Ufunuo 3:1, Ufunuo 1:4, Ufunuo 4:5, Ufunuo 5:6. Namba 10 na mwisho. Roho ya unabii inasema hakuna aliyeingia kwenye kambi ya watakatifu, hema la ushuhuda mbinguni. Hivyo Yesu atakapokuja mara ya pili, tutasafiri kuelekea kwenye hema la ushuhuda mbinguni, kwenye kambi ya watakatifu mbinguni kwa siku 6, kuwapitia watakatifu waliotangulia kama kina Enoko, Elia na wengineo. Na siku ya 7 tutatua katika kambi ya watakatifu, hema la ushuhuda mbinguni. Katika hiyo siku ya 7 tutatua. Wewe andika namba 10 na ya mwisho, namba 10. Roho ya unabii inasema hakuna aliyeingia kwenye kambi ya watakatifu, hema la ushuhuda mbinguni. Hivyo Yesu atakapokuja mara ya pili, tutasafiri kuelekea kwenye hema la ushuhuda mbinguni, kwenye kambi ya watakatifu mbinguni kwa siku 6, kuwapitia watakatifu waliotangulia kama kina Enoko, Elia na wengineo. Na siku ya 7 tutatua katika kambi ya watakatifu. Kwa mawasiliano, tazama mahubiri mtandaoni, funguka Mfahamu Mungu, upate maisha ya milele. Angalia YouTube na Google, andika Pastor Makerubi, weka hazina ili roho yako ipate pepo. Saidia kazi ya Mungu, weka zaka mtandaoni. M-Pesa 0756 80 6753. Jina Vitus Makerubi. Sauti ya Mungu, Marko 10:29 mpaka 30. Na Timotheo 1:6:17 mpaka 19. Mbarikiwe.